kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi zao za wanachama. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine, kwa mfano kama website. Kupitia kwenye mfumo huu wa Simba, kama alivyosema, tutawezesha matawi kujisajili, wanachama kujisajili, lakini pia tunaiwezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kujitambulisha, naitwa Deogratias Mosha, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Mainstream Group. Asanteni sana. Inasema ni 250 na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya, wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye ledger na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa walitolewi tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa hiyo itatusaidia sana kuimprove, kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia huko. Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na mambo ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion, hapana. Kadi zetu sisi tafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake. Lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Huyu ambaye alikuuliza swali hilo, kwa bahati nzuri tu wewe ukuwahi kuwa umefahamu. Wanachama wa Simba unakuwa hai pale unapolipia ada na unapokidhi masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa masharti ya wanachama. Na ili tuweze kuwa sawa, tutaielekeza management leo ipost ile sehemu ambayo inaelezea nini masharti ya mtu kuwa mwanachama wa Simba Sports Club, ili kila mmoja awe na uhakika, awe anaona. Kuna wengi ndio wanaweza wakawa wana kadi, lakini kuna wengi hapa wanapiga porojo tu, hata hiyo kadi hawajawahi kusikia ikoje. Asante. Mwingine? Na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba
lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna mabadiliko mengine yanaweza kutokea. Kampuni zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tuliokuwepo sasa na hata wengine watakao kuja huko baadaye. Na wanachama kuwasiliana na wadau wengine kwenye hiyo kadi, kutakuwa na added value items, kwa maana labda pengine tunaweza tukafikiria kwenda kuweka mambo ya luku, kuweka gesi, kuweka nini, ili mwanachama sasa asiwe na kadi 20 mpaka wallet inatuna, inaonekana yule jamaa kama ameweka mzigo, kumbe makadi matupu. Umeona? Kwa hiyo inaweza kawa kadi hiyo moja ikabeba vitu vingine tena. Kwa hiyo nadhani tumewatangaza, dhumuni rasmi ni kuwatambulisha kwa umma ili waweze kujua kwamba hawa ni watu ambao tuna mkataba nao, ili kazi zao zifanyike katika misingi ya kueleweka. Sisi huwa hatufanyi mambo ya kuficha ficha na nini. Hii ni taasisi ambayo inajiendeshwa kwa uwazi na ukweli. Lakini kwa upande wa wanachama pengine wategemee kwa upande wa ada zao za malipo zitaenda kufanywa operations kiongezwa ama zitasalia kubaki? Mapendekezo hayo tutachukua kutoka kwako. Asanteni sana jamani, mchana mwema. Kuja kwenye mkutano pale tunafanya kazi nyingine hivi. Sasa hii inaenda kuwa Visa card. Visa card ni kadi ya malipo, pamoja kutambua kwamba ni kadi ya wanachama wa Simba, lakini na kufanya mambo, unaweza kaweka pesa, ukatumia pesa, ukafanya transaction nyingi. Hiyo ndio tofauti. Umenielewa? Kuna klabu ina kadi za namna hii? Basi tuishie hapo, usisome tena. Tuishie hapo kwanza. Swali jingine utakatwa kama wewe unatakiwa ukatwe kutoka na hiyo kadi, lakini ni matumizi tu ya kawaida ya malipo. Yule ambayo sio mwanachama wa Simba, na hakika baadaye kwenye conference zingine zinazoitwa na Simba zitaonyesha tofauti baina ya mwanachama wa Simba, faida atazozipata kwa kutumia kadi hii ya wanachama wa Simba, na yule mtu wa kawaida ambayo maana nadhani unaongelea kuhusu kadi ya Visa. So kwa mtu wa kawaida mwenye kadi yake ya Visa ana mambo yake anayapata kutoka kwa kadi ya Visa, lakini kwa mwanachama wa Simba yale mafanikio na mafaida na vitu kama hivyo vyote vitakuja kutangazwa huko mbeleni. Vipo, kuna faida yake nyingi tu, lakini zitangazwa rasmi na Simba. Visa ni mfumo wa malipo unaotumika karibia dunia nzima, na kinachobeba zaidi labda ni ukienda kwenye ATM, ina maana kadi hii ya mwanachama wa Simba anaweza kwenda kwenye ATM. Unaona mimi sijabeba kadi yangu mimi, lakini unaona kama hii kadi ya benki hii, tufiche jina hapo, kuna Visa. So ile kadi ya Simba itatoka kwa mwanachama, ina maana kadi ile ukienda kwenye ATM unaweza kutoa pesa. Kutakuwa pia na namna zingine tofauti ambazo za kuweka pesa na kutoa pesa ambazo zitakuja kutangazwa baadaye kwenye launch maalum, lakini kujibu ile swali la Visa ni kwamba Visa card ni mfumo tu wa pesa. Ukienda kwenye ATM yoyote unaweza kutoa pesa dunia nzima, na unaweza of course kwa mfumo wetu wa kadi yetu sisi, kwa wale ambao ni wasafiri wa nje ya nchi, wenye kwenda China, wenye kwenda Uturuki, wenye kwenda Maulaya, kama unakwenda kule unataka kutumia kadi, unataka kutumia malipo, kufanya malipo, unaweza kutumia ile kadi ya wanachama wako wa Simba kulipia bila makato yote ya ziada zaidi.